Dakika 90, ipi tathmini yako? Kwanza kwa kipekee ni lazima tuwashukuru wakazi wa Zanzibar kwa kazi kubwa waliofanya. Na jambo la pili, tuwaunge mkono mashabiki na wachezaji kwa jinsi walivyocheza. Hii ni klabu bingwa barani Afrika. Ukizungumza sehemu yoyote katika historia ya nchi yoyote, ni lazima uzungumze kama kuna baba. Ukizungumza Zanzibar, hapa baba wao wa taifa ni Karume. Ukizungumza kwa ujumla Tanzania, baba yake ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ukizungumza kuna CAF Champions League, baba wa mpira ni Yanga Sports Club. Sisi ndio waasisi wa mashindano ya klabu bingwa barani Afrika katika group stage. Ingekuwa fedheha na aibu timu nafasi ya 8 kwa ubora barani Afrika ikafungwa na timu nafasi ya 18. Timu yenye makombe 95 ikafungwa na timu yenye vikombe 22. Kwa sababu wao jamaa Rabat wamechukua vikombe vya ligi 13, Yanga wamechukua vikombe 31. Yaani ingekuwa ni aibu tunafungwa na timu iko nafasi ya pili katika ligi ya Morocco. Ni aibu. Alafu na bingwa wa nchi kama klabu ya Yanga. Yaani ingekuwa ni aibu. Sisi Yanga Sports Club tunafungwa na hawa. Lakini kwa sababu tumetengeneza standard na tumwaambia dunia na wachambuzi wenu, baba wa mpira wa Afrika Yanga Sports Club amefungua njia kama baba. Nyie watoto na watu wengine mtafanya kama nani? Hao jamaa wamecheza mechi 5 katika CAF Champions League mashindano ya kimataifa. Wakiwa away. Walifungwa na moja tuna Pyramid ambao ni bingwa wa Afrika. Zote zingine wametoa sare na wameshinda. Lakini katika ardhi ya mzee Karume, hayati Karume, mwanaume, bingwa kihistoria, muasisi wa group stage kabingwa barani Afrika, Mwarabu anakufa. Nakwambia hivi, kila Mwarabu atahangaika katika kazi ile lakini lazima afe. Walisema hapa ni Guantanamo Bay. Pengine ushindi huu unathibitisha maneno haya kwamba ni gereza lenye mlango wa kuingilia pasina mlango wa kutokea. Yes. Katika historia na takwimu hajawahi kuonekana mtu katika Guantanamo akatoroka. Umeelewa? Haiwezekani hapa mtu akatoka katika ubora klabu hii. Tumesajili wachezaji ambao African class players, wachezaji wakubwa barani Afrika. Tuna deserve kumfunga mtu yoyote. Tunafunga una timu yetu nafasi ya 6, tumefunga karibia mara 6 mfululizo. Hii timu nafasi ya 18 tunamwachaje? Ndio maana tukasema sisi kama bingwa wa nchi, kama timu inaongoza ligi kuu, timu nafasi ya 8. Kila mtu atakayekuja katika uwanja New Aman ni lazima ateseke. Atahangaika lakini lazima afe kwa sababu huu uwanja umejengwa kwa ajili ya Yanga Sports Club. Na sisi tumeumbwa kwa ajili ya kuwapa furaha wa Afrika kwa ujumla. Pengine unaiona wapi nafasi ya wananchi kwenye mchezo ujao dhidi ya JS Kabylie? Kwanza mimi naamini wale Waarabu watatu wenyewe watauana wenyewe kwa wenyewe. Katika kundi hili wa kwanza nefuzi ni Yanga Sports Club, National na wadogo wenzake hao wakina FC Rabat, JS Kabylie, wauane wenyewe kwa wenyewe watafute nafasi ya pili. Sisi nakwambia tunahitaji hao wote. Kuna mmoja tutampiga home and away. Either National au JS Kabylie. Tutampiga home and away. Na tunamhitaji National kwa sababu tunasema ndio nafasi ya kwanza kwa ubora. Tunamhitaji ili uweze kuwa bora Afrika. Ni lazima ukutane na TBS ya Afrika ni Yanga Sports Club. Wewe kama National bora utakuja katika New Aman. Na lazima uteseke. Yaani wewe bora wako ni lazima ukutane na Yanga. Ndio tutakupima wewe ni bora au sio bora? Muulize nafasi ya 6 kapigwa mara 6 mfululizo, yeye ni bora sio bora?